kwanza aseme kosa ni nini. Bwana sikiliza bwana, kwa mwanasiasa huyu jamaa ni mgeni wa siasa. Tena mbele na kupeni siri. Huyu bwana, huyo Othman Masoud huyo, shafahamu. Yeye alijifanya alikuwa anamuunga mkono Maalim Seif. Leo mtaona taarifa, hajawahi kupiga kura Zanzibar hata mara moja. Leo hii saa 4 ndo anakwenda kujiandikisha katika eneo la Mpendae. Tena hata hapo Mpendae, kwa mujibu wa sheria ya Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar, inamtaka akae miezi 36 mfululizo, hana sifa. Nyinyi mtaona vituko na nitakupeni taarifa rasmi baadaye. Kwa maana hiyo, wana mtu ambaye hajawahi kumpigia kura hata huyo Maalim Seif katika chaguzi zote, wamemburura, wamemweka pale. Labda hilo gazeti ni nini? Mnakumbuka kwamba viongozi wa upinzani walienda Angola, akiwemo mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, alikiwemo Dora mwenyekiti, yani kiongozi mkuu wa chama cha ACT, na mwenyekiti wao Othman Masoud. Taarifa za Angola kupitia mamlaka ya viwanja vya ndege vya uhamiaji, wao wenyewe walisema hakukuwa na taarifa ya kutosha, vibali vya kutoa ruhusa kuhudhuria kwenye mkutano ulioandaliwa na chama cha upinzani cha Angola UNITA havikukaa sawa. Kosa letu ni nini? Mzee Wasira kawaambia, kama wenyewe wamekataa, rudini nyumbani. Mimi nikamwambia, mnapofahamu ya kiongozi wa kitaifa kisafiri, lazima kuna protokoli za kiitifaki zinafuatwa. Ukiona hivyo, wenyewe wamesema, sio sisi. Angola wamesema, mamlaka ya uhamiaji ya Angola pamoja na mamlaka ya viwanja vya ndege, vibali vyao vilikuwa havijakaa sawa.